Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema inaendelea na utekelezaji wa miradi mikubwa ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya usafiri ikiwemo barabara, bandari pamoja na viwanja vya ndege, ikiwa ni mkakati wa kuimarisha sekta ya usafiri na kukuza maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi. Akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar, Dr. Khalid Salum Mohamed, amesema hatua hiyo imelenga kuiwezesha Zanzibar kuwa na miundombinu mizuri na kuwataka wananchi wasijenge ndani ya hifadhi ya barabara ili kuepusha usumbufu wakati wa utekelezaji wa miradi hiyo. Serikali imedhamiria kwamba kuimarisha huduma za usafiri na usafirishaji. Tukubaliane tu kwamba pamoja na sekta binafsi inafanya unatoa huduma hizo, lakini bado mahitaji yapo tena makubwa. Tuna miradi mingi kweli, miradi mingi sana. Barabara karibu kilomita 800 zaidi inatarajiwa kujengwa. Tunatarajia kufungua corridor kutoka uwanja wa ndege wa Kigunda Makunduchi mpaka Chwaka iunganishe na ile bridge itakayokwenda Charawe, ili kuiunganisha sasa kusini na kaskazini, ambayo itafungua ukanda mwingine pia wa kiutalii. Lakini Pemba kule tunafikiria barabara ya Ole Kengeja nayo tuipanue zaidi, itakayounganisha mpaka bandari ya Mkoani, kwa sababu bandari ya Mkoani inajengwa mbali ya barabara ile ya Mkoani Chake Chake, lakini tuwe na alternate route nyingine. Hifadhi ya barabara, ni kweli tuna tatizo kwenye eneo hili. Kijenga barabara wanakuja zao mbio wanajenga pembeni ya barabara. Hii kweli. Sasa utaratibu huu Mheshimiwa Rais anaubadilisha kwa kujenga masoko ya kisasa. Na kila mahala, shamba na mjini sasa masoko yanajengwa. Tajana soko la mboga mboga limefunguliwa. Kuna masoko mengine yatajengwa pale Kibanda Maiti na maeneo mengine. Yote hii ni kufanya utaratibu sasa wa watu kufanya biashara, sio pembeni ya barabara, lakini kwenda kufanya huduma za masoko katika maeneo maalum, kwenye majengo maalum yenye mazingira maalum. Na humu pembeni mwa barabara kuwe na utaratibu wa kujenga majengo ya kisasa yatakayoleta haiba katika nchi hii na kuvutia watalii wengi zaidi kuja, wageni zaidi kuja kutembelea nchi yetu, kwa sababu nchi ya kisiwa siri yake kubwa katika maendeleo ya kiuchumi. Idadi yetu tunakuwa ndogo pamoja na tunakuwa, lakini tuko 2 milioni. Ukitaka kulitanua soko, lazima wageni wengi wawe wanakuja. Na kuvutia wageni wengi kuja kutembelea visiwa vyetu, lazima uwe na miundombinu ya kisasa. Barabara, mahoteli, majengo ya biashara lazima uwe nayo. Na hiyo ndo azma ya Mheshimiwa Rais. Sasa wananchi wetu tunawaomba sana hifadhi ya barabara. Na sheria ilikuwepo wakati wa ukoloni. Mwingereza aliweka sheria Cap 134 ya kwamba barabara utoke katikati ya barabara kila upande futi 24 wakati huo. Lakini kwa wakati huo barabara zetu zilikuwa nyembamba sana kutokana na mahitaji ya wakati huo. Ilikuwa haizidi mita 2.8. Haizidi hapo. Kwa hivyo iliwekwa sheria hiyo ya kwamba road reserve iwe futi 24 kila upande, karibu kama nadhani mita 7, ambayo ni kidogo sana. Sasa hivi barabara zetu nyingine zinakwenda mpaka mita 14, 15, 18 zinafika. Kwa hiyo road reserve hii haitoshi. Tukafanya marekebisho ya sheria yetu ya usafiri mwaka 2013. Tukaweka mita 15. Lakini sasa hivi kutokana na ujenzi wa barabara unaojengwa wa kisasa hazitoshi pia. Na tunafikiria kwenda mita 25 mpaka mita 30 kila upande, ili tuwezeshe huko mbele tukitaka kuzipanua barabara zetu kutoka njia 4 kwenda njia 6 iwezekane bila kulipa fidia kubwa. Lakini pia tunahitaji katika eneo la road reserve kupitisha miundombinu mengine ikiwemo umeme upite katika maeneo hayo, lakini pia waya za mawasiliano zipite huko. Maji tukitaka kupitisha tuwe katika njia hiyo, na tumeweka service ducts kwenye barabara hizi tunazozijenga. Lakini pia tuwe na walkway ya watu kupita, na ikiwezekana katika baadhi ya maeneo tuwe na sehemu za wapita waendesha baskeli pia, cyclist waweze kupita katika maeneo. Kwa hiyo tunahitaji eneo. Kwa hiyo kuanzia sasa tunawaomba wananchi wote wanaofikiria kujenga kuanzia sasa, basi wahakikishe wanaacha masafa mita 30 kutoka barabara ilipo sasa. Wale ambao watajenga tutaanza kuwavunjia asubuhi mapema bila malipo
yoyote. Wale ambao walijenga kabla huko, serikali itawafikiria kulipa fidia. Watakaojenga sasa hivi, serikali itachukua hatua za kuwabomolea. Maendeleo hayo ni juhudi za serikali katika kuimarisha huduma bora kwa wananchi ili kuondolea changamoto hasa katika upatikanaji wa usafiri hapa nchini. Amina Omar, Alfatah TV Online. Haya, pesa hii uende ukatumie skuli Haya mama. Asante mama. Haya. Mama mdogo. Nataka na mimi niende skuli. Mpumbavu mkubwa. Hizo kazi za ndani ushazimaliza hata unataka kwenda skuli? Nishazimaliza. Ulikuwa umwambie baba yako kabla hajafa akupeleke skuli. Mbona kumwacha tu akafa? Yule alijua kuwa wewe huna hadhi ya kwenda skuli. Pumbavu. Nenda ndani huko. Ngalikuwa baba na mama leo kwa yasingenikuta kila siku manyanyasa. Aha, unasemaje? Nikwambia kitu Aiman. Nahisi kama ulioniwashia moto ndani ya moyo wangu na unaendelea kuniunguza ndani kwa ndani. Mimi nilikuwa nakuvutia pumzi tu wewe. Unalilia nini na utosobi wako? Wewe! Usifanye hivi mtoto. Ramda nisirudie, lakini kama kufanya ndo nishafanya. Kunya moto basi niungue. Wewe hujui kama mtoto yatima huyu? Kama mtoto wako wewe ukamkuta anadhalilika kama hivi utaridhika wewe? Usimfanye hivi mtoto. Elewa kwamba leo kwake, kesho kwako. Kutokuwa na wazazi haimaanishi kuwa ndio chanzo cha kuishi kwa manyanyaso na masimango. Kila mtu ana haki ya kuishi kwa furaha na amani hata ikiwa hana wazazi. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Alfatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Alfatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 255 Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Alfatah TV Online, dira ya umma.